Kwa majina naitwa Callistus Wekesa na mimi ni mkurugenzi wa shirika la Afya Care Foundation ambalo linahusishwa na masuala ya afya ya akili na pia masuala ya kuzuia mihadarati kwa vijana walio na umri wa miaka 13 hadi 40. Awali tulianza na miaka 13 hadi 35, lakini tulipokuwa tukifanya kazi tuligundua kwamba wengi wa vijana pia ambao wako zaidi ya umri wa miaka 35 hadi 40 pia wanaathirika na ugonjwa huu wa afya ya akili. Takwimu zinaonyesha kwamba ugonjwa wa afya ya akili katika nchi yetu ya Kenya inaathiri kati ya watu 4, mmoja wao huwa anaathiriwa na huu ugonjwa wa afya ya akili. Na siku ya leo tuko hapa kwa makao makuu ya kaunti yetu ya Trans Nzoia kuwa na ule tunaitwa mkataba ama maelewano ya kufanya kazi na kaunti yetu. Kwa muda mrefu tumefanya na kaunti yetu tukisaidiwa na wao, lakini hatukuwa na ile tunaita MOU. Lakini siku ya leo tumekuja hapa kwa makaribisho yao, tuje tuandikishane na tuweke sahihi hii mkataba wa maelewano wa kufanya kazi ambao tumeelewana ya kwamba itadumu kwa muda wa miaka 5. Baadaye tutaiangalia tena tuone kama tutasaini nyingine ya kuendelea. Na tumefurahi sana kwa maana hili ni jambo ambalo tumekuwa tukiomba kila siku ya kwamba hii siku iweze kutimia, lakini imetimia leo. Na tunashukuru Mungu sana maana tumekaribishwa na waziri wa afya na pia katibu wetu wa jimbo letu la Trans Nzoia ambao pia wameonyesha furaha kwamba wameshabikia hii kazi ambayo tunaifanya. Na leo hiyo ndio kazi muhimu ambayo tumekuja kufanya siku ya leo. Na zaidi ya kusaini mkataba, tuna furaha pia kutangaza ya kwamba tumepewa hata na makao ambayo tutafanyia kazi yetu. Yaani hatuna la kusema ila tukushukuru Mungu na kuwashukuru wao kwa hii nafasi ambayo tumepewa. Na tunataka tuhakikishie wakazi wa Trans Nzoia na hata zaidi ya kwamba tutafanya kazi yetu kwa bidii kuhakikisha kwamba tunafikia wale ambao wanahitaji huduma zetu. Tutahakikisha kwamba wale ambao watahitaji huduma zetu wakija tutawashughulikia. Na tena imekuwa furaha kwa sababu sasa hata mahala pa kufanyia ile tunaita sherehe za kila mwaka tutakuwa na mahali pa kufanyia. Na hilo ni jambo muhimu sana ambalo tunashukuru. Kitu ya mwisho kabisa tungependa kusema ya kwamba tunapofanya hii kazi na kushirikiana na kaunti yetu, tunaomba ya kwamba wale wahisani, tuna wale tunaita sponsors and the well wishers, we also welcome them. Wache tufanye nao kazi, kwa maana hii kazi tunaifanya ni ya kujitolea. Hakuna mtu ambaye anatulipa, lakini tunaifanya na ile tunaita passion, out of our willingness to help our people because we've seen the need that they have. Na tunaomba wale ambao well wishers ambao wanaweza kuchangia kwa hii hali ya mental health, tunawakaribisha tuje tufanye nao kazi pamoja na kaunti yetu ili watu wetu waweze kupata faida na kujielewa na kujifahamu na kujijua ya kwamba mental health is not a curse. Wajua kwamba wale ambao wako na madhara ya mental health sio ile tunaita evil spirits the way some people say outside there, but it's something that we can correct, and of course we can help people to come out of it and live their normal life. We always say that it is okay not to be okay. That means ukiwa na shida haimaanishi kwamba hiyo ndio mwisho wa maisha. Bado kuna nafasi nyingine ya kuishi na kuna nafasi nyingine ya kurudi hali ile ya kawaida baada ya kupata yale tunaita huduma ambazo tunastahili kupata. Asante sana. Shirika hili la Afya Care nafikiri limekuja kwa wakati sahihi, kwa sababu swala la afya ya akili ni swala ambalo kama kaunti ya Trans Nzoia tumelivalia njuga kupitia gavana wa jimbo hili. Amelichukulia swala hilo kwa uzito sana, na ndipo hospitali yetu ya awali pale Kenyatta Kitale County Referral Hospital inafanya hospitali maalum kushughulikia masuala ya afya ya akili na pengine ambao wameathirika na utumizi wa mihadarati. So ujio wenu kama shirika inatufaidi sisi kama kaunti, na tunalichukulia si swala dogo kwetu, ni swala ambalo tunalipea kipaumbele, na
mahusiano yetu yatachangia pakubwa kuendeleza hata maono yetu kama kaunti. Karibuni sana Afya Care, tufanye kazi pamoja. Huo ndio mwelekeo na tutaendelea kwa usanjari huo hadi tuyafikie malengo yetu. Asanteni. Tumpendaye George Natembeya, kuzungumza na kupeana services kwa hii sehemu. Yes. Tunafurahia sana kuja kwenu. Afya ya kiakili ni sehemu ambayo kama kaunti tumeipa kipaumbele. Na vile mmesikia hapo awali gavana wetu akinena ya kwamba tutakuwa tunafungua kirasmi hospitali ya kushughulikia mambo ya afya ya kiakili pale former KCH, itakuwa inajulikana kama Kitale Mental Health Referral Hospital, ikiwa mojawapo ya hiyo services tunaofa chini ya Wamama Vijana. Na tumefurahia sana siku ya leo kuungana na Afya Care kwa sababu wamekuja kwa wakati inayofaa. Sisi kama wakati wa Trans Nzoia tumeona ya kwamba kuna changamoto kubwa sana. Kama mmoja wetu ako na changamoto ya afya ya kiakili, lazima safiri mbali sana kupata huduma, na ndio kwa maana tumepata kuungana na organizations kama Eldoret University, KMTC na sasa Afya Care Foundation ili tuweze kuleta services closer to the people. Watu waweze kufikia hii huduma kwa karibu. Uzuri pia ya kuungana na Afya Care Foundation ya kwamba hatungoji tu wagonjwa waje kwetu, lakini through the outreach programs tunaweza kuwafikia na kuwazungumzia kabla shida iende mbali sana. Mambo ya afya ya kiakili imekuwa tofauti sana. Siku hizi si tu wenye wazimu wenye wanatoa nguo kwa soko. Tunaweza kuwa tumeketi kwa ofisi, lakini mambo inatukumba ambayo inatusukuma tuende kwa sehemu za kuwa na ya kutokuwa na afya ya kiakili. Na kwa hivyo tumefurahia sana zile activities ambazo mmezitenga ili kuweza kukumbana na mambo na janga hili. Ni janga actually, it is a crisis in our society. Uliuliza statistics ya Trans Nzoia na tunaambiwa kwamba one in every 4 you coming for. Our statistics of 2019 was 1 in every 5 people are suffering one form or another mental health challenges. Siku hizi degree yao inadhari ni mingi sana, na kwa hivyo tunafurahia sana siku ya leo kama wakati wa Trans Nzoia kwa sababu huduma imekuja karibu na sisi. Na Afya Care Foundation inaleta pamoja wakazi wa Trans Nzoia, na Trans Nzoia ndio headquarters. Nimesikia kwamba mko katika jimbo 7 na Trans Nzoia ndio headquarters ya Afya Care, na tuna ya kwamba hivi karibuni tutaweza kuwa kwa hii region yote wale ambao wanaongoza kwa jinsi ambavyo tunarespond kwa mambo ya afya ya kiakili. Na so tunashukuru sana kuja kwenu, tunashukuru kutuona ya kwamba sisi ni partners tunaofaa. Na kwa niaba ya gavana wetu George Natembeya na wakati wote wa Trans Nzoia tunasema ni asante, na Mungu azidi kuwabariki na kutuunganisha kutuambia hili safari na kuhakikisha tuko salama akilini.